Arusha imekuwa baraka zaidi kuliko tukichezea wapi? Meja Samuyo. Kwa hiyo wana Simba kwa sasa hivi ni kuomba dua mechi zilizobaki ikiwezekana hata mechi hiyo ya Yanga tupeleke Arusha. Arusha panaonekana sasa hivi anameremeta kuliko sehemu nyingine yoyote. Sasa hivi ni meremeta 3-3. Kwa hiyo tunawaomba wana Simba tuendelee kuiombea dua Simba yetu. Hata mechi ambayo tutapeleka Arusha, mechi ya Simba na Yanga ichezwe kule kule. Maana panaonekana pako vizuri zaidi kuliko sehemu nyingine tena. Magoli 3 kwa mnyama siku hii leo. Mnyama Simba bado yuko nafasi ya pili. Hii inaashiria nini mchungaji? Kama kulikuwa na uwezekano wa kuweza kurisisha uwezo wa Chama, tungemrisisha mtu yote. Lakini sasa haiwezekani tena. Kama kulikuwa na uwezekano wa Chama arisishwe mtu, tungemrisisha mtu. Kwa sababu hali iliyopo sasa hivi ndani ya Simba aina ya Chama hatutampata tena. Chama ndo sasa hivi ndo kila kitu ndani ya Simba. Kibabage ndo kila kitu ndani ya Simba. Kumpata mtu kama Kibabage tena kwa umri wake, Mungu atusaidie sana. Na viongozi wa Simba nawaomba kama inawezekana wamuongezee mkataba Kibabage. Aendelee kusalia ndani ya kikosi. Basi Kibabage anaonekana ndo chachu kubwa ya ushindi wa Simba Sports Club. Na ukimwangalia na Chama. Libase anakuja tuonyesha kitu kingine ambacho hatakuwa nacho. Goli alilofunga Libase, goli la pili ni raha tupu. Tumepata wachezaji wa aina yake. Hii ni jinsi gani mtu bado hajamaliza duru la kwanza. Je, akimaliza duru la kwanza hali itakuwa vipi? Duru la pili sasa ndio hivi unavyoona duru la pili tumeianza, lakini tumelianza kwa ushindi, bado haijashika kasi. Tukifika katikati hali itakuwa ni nzuri zaidi kuliko sasa hivi. Kwa hiyo mimi ninachoomba viongozi wa Simba, dirisha kubwa leo kuja tupate aina kama kina Libase. Tupate viungo wenye uwezo mkubwa zaidi waweze kuipambania Simba. Tupate aina kama kina Kibabage ambao wanajitutumua kwa mechi zote na wanaonekana wanajituma. Ndio vitu ambavyo tunavihitaji sana mechi inayofuata. Mechi ya pili mfululizo kwa mnyama Simba anashinda ushindi mkubwa, ushindi wa mabao 3. Hii inaashiria safu yenu ushambuliaji safari hii imekuwa imara zaidi. Haina uwanja unaocheza. Leo pitch nimeiona ile pitch nzuri sana. Si kwa sababu ya mvua, labda wamekata majani, lakini pitch inaridhisha, naona mpira unatembea na watu wanakimbia na watu wana force na magoli yanapatikana. Kwa hiyo nilikuwa natoa rai kwa viongozi wa Simba, mechi ya Simba na Yanga ichezwe tena Arusha. Kwa sababu kule kuna baraka zote kuliko sehemu nyingine yote. Na lingine ambalo nimeliona siku ya leo, wachezaji wanakuwa comfortable. Sijajua kwa sababu kule kuna watalii, si kuna nini. Yaani wachezaji wanacheza comfortable, wanacheza kwa furaha sana. Kwa hiyo mimi ningetamani mechi zingine zote zilizobaki tungeomba jamaa wa bodi ya ligi tumalizie Arusha. Mnyama anataka kubadilisha uwanja. Sasa hivi nataka tubadilishe uwanja tuhamie Arusha kwa sababu kinachoonekana sasa hivi Arusha panaonekana pana baraka zaidi. Sasa sijajua kwa sababu ni haya maombi ya juzi tulioomba, sijajua ni nini. Vyote tumechanganyana. Sijajua ni zile nyama tulizokula. Kwa sababu Simba wamekula manyama ya kutosha. Wamekula mapaja. Yanga walikuwa wanakula finyango za supu hapo Jangwani. Zile nyama za watu Yanga zimewauma. Jana wameumia. Wakina nani yule shabiki wa Simba anamuita nani yule? Anamuita nani Mandala. Kaweka kwenye begi zingine anakuja nazo. Mimi kama sitanuka hizo. Anasema tumezikausha. Kila anaenda Arusha anarudi na nyama. Ni jinsi gani inaonyesha kwamba Simba sasa hivi kuna furaha. Na furaha hii ndio inatusababisha Simba afanye vizuri zaidi. Mchungaji, vipi mbio za ubingwa kwa mnyama kwa safari hii namna ambavyo zilivyokaa? Ubingwa ni jinsi gani unaonekana kwamba ubingwa uko wazi. Sasa hivi bingwa anaweza akawa Simba, bingwa anaweza akawa Yanga, ni mtu ambaye atakayejipanga vizuri kwa mechi zinazofuata. Ukijipanga vizuri kwa mechi zinazofuata ndio inatupa picha kwamba yoyote anaweza kufanya nini? Anaweza akawa bingwa. Kwa hiyo picha mechi zinazofuata ni Simba wenyewe kujipanga tu. Lakini ubingwa uko wazi. Ukijipanga mechi zinazofuata tukamfunga Yanga na Azam akamfunga Yanga, Simba bingwa. Ni mechi mbili tu. Mechi mbili tu. Azam akimfunga Yanga, Simba akimfunga Yanga, basi Simba bingwa. Mchungaji, Elie Mpanzu Kibisawala pamoja na Ino Luembo anarejea ndani ya kikosi cha mnyama. Mwalimu anawaingiza katika nafasi katika kipindi cha pili. Namna ambavyo waliporejea ndani ya timu yenu, unaona wamerejeaje? Mpanzu gari lake kama kawaida. Kuna saa linashika kasi, kuna saa ndio hivyo tena. Kuna saa inaenda speed ndio hivyo. Sasa sijajua kwamba sasa imeshakuwa na vipindi vile vya homa vinakuja vinarudi. Hilo nalo imekuwa ni shida kidogo. Lakini kwa mechi za nyuma zile mbili za nyuma zile kabla hajaumwa alikuwa na run vizuri. Lakini sasa hivi kidogo naona anarudi. Libase naona amerudi kwenye njia. Oura Libase amerudi kwenye njia. Chama ameng'aa zaidi. Kibabage mchezaji wangu yule ameng'aa zaidi kuliko watu wanavyofikiria. Selemani Mwalimu Gomez ni kama vile. Kuna siku leo anakupa mechi, kesho kutwa akupe mechi. Wa leo alikuwa na mzunguko mzuri, lakini hakuweza kutupa magoli. Si ndivyo? Lakini mzunguko alikuwa na mzunguko mzuri. Unajua kuna striker
Sio lazima ufunge. Inawezekana ukawa unatoa assist, ikawa unasimama kwenye position, wenzako unawapa nafasi wanafunga. Hiyo nayo ni mchango mkubwa ndani ya klabu. Usitegemee kwamba kila striker kazi yake ni kufunga, hii itakuwa sio sawa. Kuna mtu yuko kwenye position, anampa pasi, timu inaweza kupata ushindi. Nafikiri siku hii leo Fountain Gate walikuwa wapi mbele ya mnyama? Ni kuzidiwa quality. Simba ilikuwa na quality kubwa sana siku ya leo. Na Simba leo wamejituma na wameonyesha kwamba jinsi gani wachezaji wanaipigania nembo ya Simba. Mimi wachezaji nikiona wanaipigania nembo kama Kibabage vile, napata raha sana. Yaani wanaipigania Simba. Bado hujanielewa. Yaani nikuta wachezaji wanavua jasho, wanajituma. Sehemu ya kupeleka mguu anapeleka mguu anaipigania Simba. Mimi ndio vitu ninavyovitaka vile. Sio watu wanacheza kama vile anaogopa nikiumia sio nikifanya nini. Hiyo ndio vitu ambavyo mimi vinaniuzi. Hii tutarajie itakuwa na muendelezo. Furaha hii muendelezo mpaka ubingwa. Hii ni mwanzo mwisho. Ndio maana nikatamwambia viongozi kama Christian Magoli ananisikiliza. Sasa ndio mkuu wa msafara kule. Wahakikishe mechi tuwaombe mechi za nyumbani zote tuchezee kule. Baada kutoka Luangwa mechi zingine tumalizie kule. Hata mechi za nini hizi za CRDB tumalizie wapi? Tumalizie Arusha. Maana Arusha inaonekana kwamba watu kwanza wametopokea kwa nguvu zote, na watu wana hamasa na timu yao, na watu wanaishangilia timu yao mwanzo mwisho, na inaonyesha kwamba kule kuna baraka sasa hivi Arusha. Tubadilishe upepo. Kama ubingwa tulikosa miaka 4 tuko Dar es Salaam, tuko wenyeji. Tuhamie Arusha. Inawezekana Arusha ndio paka na baraka zaidi. Mnyama Simba anataka kwenda Arusha. Na hilo ndio tunaliomba. Na viongozi narudia tena. Christian Magoli unanisikiliza. Mangungu unanisikiliza. Hakikisheni mechi zinazofuata tumalizie Arusha. Arusha panaonekana pana upako. Haiwezekani Dar es Salaam tumekosa ubingwa mara 4. Mnahama hata mkoa. Sasa kila siku mnaangalia sehemu unashindwa hapo. Tuame mkoa, mechi za nyumbani zile Arusha. Wote wanaokuja tumalizie pale, hata mechi ya Yanga tarehe 3 tuje tumalizie Arusha. Ndio kitu ambacho kilikuwa kizuri zaidi. Shukrani sana. Asante sana na Mungu aibariki Simba Sports Club. Amina.